ilionekana pale waziri wa fedha tap. Bismillah. Jamani, habari za wakati huu kwa mara nyingine tena. Tunawashukuru sana kwa kuja kutusapoti na kutupelekea hizi habari kwa watu wetu. Yameshazungumzwa mengi, lakini picha kubwa ambayo tunataka watu waondoke nayo ni kwamba Kili Icons ni tamasha lenye hadhi ya kitaifa sasa hivi. Sahihi. Tamasha lenye hadhi ya kitaifa utaliona tu kwa mambo yake. Si tamasha la tukio moja, si tamasha la kubahatisha. Ni tamasha ambalo linapangiliwa vizuri na linabeba ile taswira ya ukubwa. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na tamasha bora msimu huu, lakini haitakuwa msimu wa kwanza na wa pili tu. Hili itakuwa ni tamasha la kila mwaka. Yaani tumeshatengeneza sikukuu pale Kilimanjaro. Kila mwaka lazima ifanyike. Kwa hiyo tunatarajia tamasha la msimu huu litakuwa lina mambo mengi mazuri kama ambavyo yameelezwa hapa na waliotangulia. Na nadhani mmeona nimetambulishwa kama katibu Hapo Isa Dede unisikilize vizuri. Katibu ndio mtendaji mkuu, si ndio? Sahihi. Ndio anasimamia shughuli nyingi. Kwa hiyo waandishi wa habari, ndugu zetu ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja katika maeneo mengine. Mwaka jana tulienda vizuri. Mwaka huu tunataka twende hata mara 3 yake. Kuanzia wale ambao wanatoka Dar es Salaam tunaondokaje, wale ambao tutakutana nao njiani tunaendaje. Lazima kila anayeshiriki kwenye tamasha la Kili Icons ajue anashiriki tamasha lenye hadhi kubwa. Na hivi tunamsikia Gift hapa anazungumzia wadhamini. Ameshindwa tu kuwataja. Kuna wadhamini tayari wameshaanza kuonesha interest. Yapo makampuni hapa ya simu za mkononi, yapo taasisi za kifedha, mabenki wanataka kuja kuweka nguvu kwenye tamasha la Kili Icons. Fursa ziko nyingi, tutaendelea kuzitolea taarifa. Lakini nachotaka kusema kila mwana Kilimanjaro ambaye ana ushawishi, ambaye ni maarufu popote pale alipo, hili sio tamasha la kusubiri utumiwe kadi ya mwaliko. Yaani wewe mwaliko wako uliupata tangu ulivyozaliwa Kilimanjaro au asili yako ilivyokuwa Kilimanjaro. Huo ndo mwaliko ambao umeshakuja. Kwa hiyo usubiri hapa eti kamati hii itakuandalia mwaliko na kuanza kusema sio invited kwenye mitandao ya kijamii, hiyo kitu haipo. Tutafanya hivyo kwa wale ambao watakuja kwa shughuli maalum, lakini kila mwana Kilimanjaro ambaye ni maarufu hii shughuli inamuhusu. Lakini hata kama sio maarufu na huko mbali na Kilimanjaro, twende nyumbani tukafurahi. Kwa sababu lengo kubwa la tamasha hili ni kufurahi, ndugu zangu. Haya yote tunayotengeneza hapa ni furaha, lakini furaha ambayo mwisho wake inaenda kusaidia jamii ya pale nyumbani Kilimanjaro na kuwajengea confidence ndugu zetu kwamba chochote ambacho wanataka kukifanya kwenye taaluma mbalimbali, kwenye tasnia mbalimbali, wakiwatazama icons ambao wanakuja Kilimanjaro wanaona kabisa inawezekana. Sawa sawa? Hilo ndio kubwa. Mimi nimeambiwa hapa nizungumzie kuhusu mgeni rasmi. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 6. Tamasha tunafanya tarehe 12 mwezi wa 7. Tuna muda wa kutosha sana hapa. Yapo mazungumzo ambayo tumeshaanza kuyafanya. Tumetumana hapa kazi, tumeshaanza kuzifanya. Na ni mapema sana kuanza kuzungumzia ni nani, lakini sisi tunaangalia sana ukubwa wa tamasha na ukubwa wa mgeni rasmi. Mwaka jana alikuja Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa waziri wa fedha. Sasa hivi ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutalifikisha kwa mara nyingine tena kwa sababu cheo kimebadilika. Na nguvu yake imebadilika. Tutalifikisha kwa mara nyingine tena, lakini pia wapo wengine ambao tumeanza kufanya nao mazungumzo. Mimi ninachohofia tu tukimwalika tena Mheshimiwa Waziri Mkuu akaja pale, na sasa hivi wananchi wengi wanamsikiliza sana, wanaeleza changamoto zao, lisije tamasha likageuka likawa sehemu ya kwenda kusolve migogoro pale ya ardhi na mambo mengine. Tamasha la kero. Ikawa tamasha watu wanaenda na kero yao na mabango yao, kwa sababu ndio kazi ambayo anajituma kuifanya sasa hivi. Lakini tunatamani na tunatarajia tutapata mgeni rasmi anaendana na hadhi ya tamasha. Ikibidi hata kutuma mwaliko kwa rais tutatuma. Ikibidi kutuma mwaliko kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tutatuma, kwa sababu tunataka tuwe na tamasha ambalo linaaminika kwa kiwango hicho. Na kwa kuongezea hapo, juzi tumemwona Mheshimiwa Rais alikuwa wapi? Urusi. Zile katokea lolote hapa. Kabisa. Tayari Tanzania tumeshafungua mahusiano na Urusi. Kwa hiyo you never know, Kili Icons Putin huyu hapa.
You never know, msicheke. You never know. Kasikia Putin ndo mgeni rasmi kwenye Kili Icons. You never know. Kama tulete mgeni rasmi akitokeza tu na Kilimanjaro wenyewe wanafurahia. Bwana amekuja mtu leo tukamuona. Yaani sisi kila tukio ni story ya kuuza. Kabisa kabisa. Hata waandishi tutakosafiri nao brand tupu. Kaka, ila sasa akija Putin hapa watu wanaweza kuzungumza Kirusi kweli? Taongea tu. Ndio ataona Kilimanjaro. Nampeleka Putin akaone mlima mrefu zaidi Afrika, Kilimanjaro akapande. Watu wanafikiri utani. Hapa wameshakuja watu wazito kuja kushuhudia mambo mazuri ya Tanzania. Amekuja hapa Pogba, si ndio? Drogba amekuja pia, amekuja Rio Ferdinand, amekuja nani? Amekuja wamekuja wengi. Kwa hiyo Putin sio kichekesho, ni story ambayo inawezekana kabisa. Na tunaweza si Kilimanjaro. Jambo moja ambalo watu watakuwa walifahamu, watu wa Kilimanjaro sisi tukitaka jambo tunalifanya kweli kweli. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Eneo la mgeni rasmi, naomba ndugu zangu mtupe muda, tukishakamilisha taratibu ambazo zinahitajika na tukaconfirm, basi tutakuja kuwafahamisha. Mimi nina jambo hapa la kuwaambia wasanii ambao wanatoka Kilimanjaro. Msimu uliopita wapo ambao tulikuwa nao, lakini wapo ambao walikuwa na udhuru wakashindwa kujitokeza. Sasa kipindi hiki cha mwezi mmoja kuelekea tamasha, wasanii wanaotoka Kilimanjaro ambao wanaimba watutungie songi la Kili Icons. Sahihi. Watunge wimbo maalum ambao tutautumia kama wimbo wa Kili Icons misimu yote mpaka tutakapopata wimbo mwingine bora zaidi. Na wakilala sana msanii yote atumie hiyo fursa. Na kama Kilimanjaro utajivuta, utaanza kutuletea invoice. Wasilete invoice. Wewe unatoka Kilimanjaro usiletee invoice. Ukiremba tutatafuta msanii mwingine au msanii anayetusikia hapa sasa hivi anaweza kutunga songi kali la Kili Icons. Atunge atutumie. Mawasiliano yameshatajwa hapo. Wewe imba wimbo kutrend tuachie sisi. Lakini kupeleka... hii tangazo alimuhusu Dula Makabila. Tafadhali. Dula Makabila ndo msanii pekee anaimba na anatafuta pia tiba ya miguu yake. Sisi hatuna hiyo nafasi ya kufanya surgery miguu yake. Msanii mwingine mwenye kipaji kasoro Dula Makabila. Tutungieni wimbo wa Kili Icons. Tutambe nao mwezi huu mpaka mwezi ujao kwenye tamasha. Huyo mtoe huyo. Dula tumemtoa. Ataimba singeli pale na bili. Ya surgery miguu. Ule mkate. Kwa hiyo wasanii wote kasoro Dula Makabila. Sahihi. Hii ni fursa imejitokeza, lakini tunatamani kuwapa kipaumbele wasanii ambao wanatoka Kilimanjaro. Wapo wengi. Kina Nandi wote hao wanatoka Kilimanjaro. Kwa hiyo waitumie fursa hii. Tunatamani kuwa na wimbo wetu ambao tutautumia kwenye promotion mbalimbali, lakini pia kutakuwa na fursa ya kuperform live siku hiyo. Hata zikipatikana dakika 10 tu pale za half time. Inatutosha sana. Lengo ni burudani, watu wafurahi. Lakini mengine mengi yataendelea kuzungumzwa. Tuna kipindi kirefu hapa cha kuendelea kuwafahamisha nini kinaendelea, ratiba zinaendaje, watu wanaotaka kuja wanakujaje, wakitaka utaratibu wote ule ambao tutakuwa tumeuandaa, basi tutawafikishia. Nisimalize maneno mengi. Mimi eneo langu ilikuwa ni hilo tu. Lakini nitoe fursa sasa hapo uniruhusu nimkaribishe Bwana Kinabwe.